Samia Suluhu atishia kufunga mitandao ya kijamii tena maandamano ya Disemba 9 yanavyokaribia. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kile kinachoonekana kama hatua kali zaidi za kidijitali kuwahi kufanywa na taifa hilo tangu kuanzishwa kwa huduma za mtandao, serikali ya Tanzania imetuma barua rasmi kwa kampuni ya Meta ikionya kuwa majukwaa yake yote yanaweza kufungwa nchini kabisa endapo haitatekeleza amri ya kufuta au kuzuia maudhui ya wanaharakati wa mtandaoni waliokuwa wakiongoza kampeni ya maandamano ya kitaifa. Ujumbe huu uliwasilishwa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan katika kile kinachoonekana kama mpango wa kukata ushawishi wa wanaharakati ambao serikali inaamini wanaongoza jaribio la kumng'oa madarakani kupitia maandamano ya umma na upinzani wa kidijitali. Barua hiyo ilibainisha hatari ya kutotekelezwa kwa maombi ya serikali, ikiweka bayana uwezekano wa kufungia Instagram, Facebook na WhatsApp kwa watumiaji wa Tanzania, hatua ambayo ingeathiri takriban nusu ya idadi ya vijana wa mijini wanaotumia majukwaa hayo sio tu kwa mawasiliano bali kwa biashara ndogo ndogo, elimu na upatikanaji wa habari. Hatua hiyo ilitolewa katika kipindi ambacho taifa likiwa katika hali ya mivutano ya kisiasa baada ya uchaguzi uliozua maandamano makubwa, vifo na ukamataji holela, huku serikali ikikabiliwa na shinikizo la kimataifa na hasira za kizazi kipya kilichodai kutomwachia madaraka kwa amani, na vilevile huku kizazi cha Gen Z kikiendelea kupanga kutokea tena kwa maandamano mengine tarehe 9 Disemba. Katika barua hiyo ya kurasa 1, TCRA iliorodhesha sheria kadhaa za Tanzania zinazodaiwa kukiukwa na maudhui ya Instagram, ikiwemo katiba, sheria ya makosa ya mtandao, sheria ya habari, sheria ya usalama wa taifa, sheria ya mtoto na sheria ya ulinzi wa data ya mwaka 2022. Maudhui hayo yaliyochunguzwa yalihusisha moja kwa moja na kampeni za kusambaza taarifa za maandamano, ukosoaji wa serikali katika kipindi cha uchaguzi na kampeni za kufufua uongozi mpya kupitia nguvu ya umma. Serikali ilisisitiza hatari ya kuruhusu ujumbe wa wanaharakati hao kuendelea miongoni mwa vijana, ikieleza kuwa majukwaa ya Meta yamekuwa chachu ya harakati za kisiasa zinazoathiri uthabiti wa nchi, uchumi na mamlaka za dola. Meta iliitikia kwa kuchukua hatua zilizokuwa na athari za kimkakati. Kwa mujibu wa taarifa ya ndani ya kampuni hiyo, jumla ya machapisho 3 yalichunguzwa, 2 yakafutwa kwa kukiuka kanuni za maudhui za Meta na chapisho 1 lilizuiwa kutazamwa nchini Tanzania. Hatua hiyo haikuongoza tu kwenye uganga wa kimya kati ya serikali na kampuni, bali pia ilitengeneza hofu kwamba Tanzania ilikuwa tayari kuingia katika zama za udikteta wa kidijitali, ambapo serikali inaweza kudhibiti mtandao kwa kiwango kinachoweza kuzima uhuru wa kujieleza, biashara ndogo ndogo na upatikanaji wa habari huru. Katika kiini cha mvutano huu wa kisiasa na teknolojia, yupo mwanaharakati maarufu mtandaoni Mange Kimambi, ambaye katika miaka ya karibuni ameacha historia ya kipekee katika Afrika Mashariki kwa kutumia Instagram kama jukwaa la kuongoza kampeni za kisiasa kutoka ughaibuni. Mange, ambaye ni mzaliwa wa Tanzania lakini anaishi Marekani, alijijengea taswira ya kiongozi wa upinzani wa mitandao, akitumia maudhui yake ya kushambulia serikali, kuhamasisha maandamano, kufichua taarifa na kuunganisha vijana waliokata tamaa dhidi ya tawala zinazoonekana kuminya demokrasia. Kwa serikali ya Tanzania, harakati hizo hazikuwa tu kejeli za usiku, bali zilichukuliwa kama tishio la moja kwa moja kwa amani, uthabiti wa taifa na uhalali wa utawala. Hatua ya Meta kufunga akaunti zake 2 kuu ilionekana kama ushindi wa muda kwa serikali, lakini haikuzuia maudhui yake kuenea kwa kasi kupitia kurasa mbadala, VPN na ujumbe zilizorekodiwa na kurushwa kwenye majukwaa mengine. Baada ya kufungwa kwa akaunti hizo, simulizi za vijana katika mitandao zilieleza kuwa hatua hiyo haikuwa kuzima ujumbe, bali kumfanya awe shujaa katika kizazi kinachoamini kuwa Tanzania iko katika mvutano ama makutano ya kisiasa yanayohitaji mapinduzi ya kifikra au ya mitaani.
Na wakati mapambano ya kidijitali yakiendelea, upande mwingine wa vita ulihamia mahakamani, kwani serikali ya Tanzania ilifungua kesi dhidi ya Mange ikimtuhumu kwa makosa yaliyohusiana na uchochezi na ghasia, uasi na uhujumu usalama wa taifa kupitia maudhui ya mitandaoni na vilevile kuhasi uchumi. Mahakama ilipaswa kusikiliza kesi hiyo jana mwaka huu, lakini iliahirishwa hadi Januari mwaka 2026 kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni sababu za kiuratibu, kwamba upande wa serikali bado unahitaji kupata shahidi ama mashahidi wa kutosha. Waraka wa TCRA ulifichua mpango wa kimya wa kukaba uhuru wa habari, kwani barua hiyo iliandikwa katika lugha inayoashiria uwezo wa dola kutumia nguvu kubwa dhidi ya makampuni ya kimataifa bila kujali athari za kiuchumi, kijamii na kidiplomasia. Lakini barua hiyo, serikali ilieleza kuwa kushindwa kwa Meta kulinda maslahi ya taifa kungefanya mamlaka ya mawasiliano kuchukua hatua ya kiutawala, za kiufundi na kisheria dhidi ya majukwaa yake kwa kuzima mitandao hiyo kabisa nchini Tanzania. Kauli hii ilimaanisha uwezekano wa kuzima Instagram, Facebook na WhatsApp kupitia vizuizi vya data, hatua ambayo ingeathiri mamilioni ya watumiaji, biashara ndogo ndogo, mashirika ya habari na huduma za kifedha zinazotegemea majukwaa hayo. Chini ya hatua hii, Tanzania ingeingia katika orodha ya nchi zinazodhibiti mtandao mkali, ikiwemo Ethiopia, Uganda, Sudan na Myanmar, ambazo zimewahi kuzima mitandao ili kukandamiza upinzani wa kisiasa. Na hatua hii ya kuandika barua kwa Meta ilitolewa katika mazingira ambayo Tanzania ilikabiliwa na mawimbi ya maandamano ya vijana yaliyosababisha vifo, kukamatwa na maelfu ya watu na shinikizo kubwa la kimataifa. Kwa serikali, mkakati huu ulisukumwa hadharani ulikuwa njia ya kuzuia kurudiwa kwa maandamano hayo, hususan katika kipindi cha maandalizi ya sherehe za uhuru wa uwezekano wa mapinduzi ya umma kupitia nguvu ya mitandao. Kwa vijana, hatua hiyo ilichukuliwa kama uthibitisho utawala unaohofia mawazo, ukosoaji na nguvu ya umma. Wakiwa wamekata tamaa kiuchumi, kisiasa na kijamii, waliona mtandao kama mahali peke yake ambapo sauti yao inaweza kusikika na majeraha yao yanaweza kushuhudiwa, na ndipo matumaini ya kizazi kipya yanaweza kujengwa. Hadithi ya barua ya TCRA kwenda Meta haikuhusu tu akaunti 3 zilizofungwa. Ilikuwa ni ishara ya vita ya kizazi kipya dhidi ya utawala uliozaliwa katika siasa za zamani. Serikali iliona tishio la ghasia na mapinduzi, vijana waliona tishio la kimya, hofu na udhibiti. Wakati siku chache zimesalia igonge tarehe 9 Disemba, ambapo Mange Kimambi, Maria Sarungi, Sativa wamekuwa wakihamasisha vijana mitandaoni kwamba watokee ili kutetea maisha yao na kutetea nchi yao, na kwamba itakuwa siku ya mwisho ya Samia Suluhu kukaa kiti ile na kuendelea kuwakandamiza Watanzania. Basi Rais Samia Suluhu amechukua hatua hiyo ili aweze kusimamisha hamasisho hilo kutoka kwa wanaharakati hawa, ili kuzuia maandamano ambayo anahofia huenda yakampindua, ama dhamira yake ni kumpindua ushindi wake na kumtoa mamlakani kwa nguvu ya umma. Ni hayo tuliyokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine, uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutufuata na kusubscribe, kulike na kushare video zetu, bila kusahau kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapomaliza kuziweka hewani.